Mwishi mmoja kule Tanzania ambaye pia anajulikana kama Gwajima, ambaye pia amekuwa tu akifuatiliwa na serikali ya Tanzania kwa karibu zaidi, ambaye pia wakati fulani kanisa lake liliweza kufungwa. Aliweza kutoa hivi majuzi statement ambazo pia kidogo hivi zinamuingililia tu Samia Suluhu kuweza kusema tu ya kwamba hata kuwepo mwaka ujao, kitu ambacho pia kimeweza kumletea shida sana na serikali ya Tanzania, ambao pia imekuwa kimfuatilia kwa karibu kuhusiana na statement ambazo pia aliweza kutoa mtumishi huyo Gwajima, ambaye pia ni mmoja wa watu ambao wanajulikana kule Tanzania. Wakati fulani alikuwa MP ama alikuwa tu katika bunge ya kule Tanzania, lakini tu aliweza kushindwa katika uchaguzi ambao pia uliopita kwa sababu tu ya kuweza kumpinga Samia Suluhu Hassan, ikisemekana tu ya kwamba pia kura zake ziliweza kuibiwa tu, ndio maana akaweza kushindwa, kwa sababu ni mmoja wa watu ambao pia wamekuwa tu wakimpinga Samia Suluhu Hassan kwa karibu zaidi, na ndio maana tu ameweza kujipata babaya katika serikali ya Tanzania ama na serikali ya Tanzania kufuatia tu statement ambazo pia amekuwa tu akitoa pale katika social media. Ukumbuke tu hiyo statement aliweza kutoa tu baada tu ya vurugu ambazo pia zimekuwa zikiendelea kule Tanzania, akisema tu ya kwamba watu wengi wameweza kuassume vifo ambavyo pia viliweza kufanyika kule Tanzania, ambazo pia ameweza kumlaumu Samia Suluhu, akimuonya tu ya kwamba havitaenda bure, lazima kuna kitu ambacho pia kitaweza kumtokea, kitu ambacho pia kimeweza kumfanya tu akaweza kukamatwa kule Tanzania na kuweza kuwekwa ndani. Inasemekana tu kwamba huenda tu akafunguliwa mashtaka ya uhaini, kwa sababu ni mmoja tu wa watu ambao pia imesemekana wamekuwa kichochea wananchi kule Tanzania kuweza kutoka na kuweza kuandamana, na pia kuweza kusemekana kwamba ni mmoja wa watu ambao pia wameweza kulipwa ili kuhakikisha tu ya kwamba wameweza kuharibia serikali ya Tanzania, issue ambayo pia watu wengi tu zaidi wanafuatilia katika mitandao za kijamii, wakisema tu ya kwamba labda tu Samia Suluhu anaogopa zaidi kila statement ambayo pia inatolewa na mtu yoyote, na ndio maana anakamata kila mtu, issue ambayo pia watu wengi wanasema haingefaa aweze kukamatwa kwa Gwajima kabisa, kwa sababu ya statement ambayo pia aliweza kutolea rais wa Tanzania, akisemekana tu ya kwamba ama mmoja wa watu ambao pia waliweza kumkamata waliweza kusema ni kana kwamba alikuwa anamtishia Rais Samia Suluhu Hassan, na rais wa nchi ambaye pia afai kuweza kutishiwa kabisa, issue ambayo pia watu wengi tu zaidi wameendelea kumtetea Gwajima pale katika social media, sio tu jenzi wa Tanzania ambao pia wamekuwa tu wakiandamana katika mitaa ya kule Tanzania, ambao pia watu wengi tu zaidi wamekuwa wakifuatilia pale katika mitandao za kijamii, na pia wengine tu waliweza kufariki siku ya uchaguzi, issue ambao pia watu wengi tu zaidi wamekuwa wakifuatilia kwa karibu zaidi, ikiwemo tu mahakama ya kitaifa ICC ambao pia tayari ilisema ilianzisha uchunguzi, lakini Tanzania ama serikali ya Tanzania ilikataa kuweza kuwaruhusu kuweza kuingia kufanya uchunguzi wa ndani, lakini ikasema lazima itaweza kumfungulia mashtaka, na ni issue ambao pia tunafuatilia kwa karibu zaidi katika Udaku 254. Ama make sure umesubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu. Baby wa baby. Alafu huyu ni baby. What's it called? Blue band? Mafi Muscular. You know what? Yeah, this is it.